Kwa nini Yesu alibatizwa? Zipo sababu mbalimbali ambazo zinapelekea mpaka Yesu akabatizwa. Sababu mojawapo, kutimiza haki yote ya Mungu. Yesu alibatizwa sio kwa sababu kwamba alikuwa na dhambi, hapana, ila alikuwa anataka kuitimiza ile haki ya Mungu, kwa sababu pale anaposema katika ile Mathayo 3:15, inatupasa kuitimiza haki yote. Ubatizo wake ulikuwa ni utimilifu na utii kwa Mungu, kwa sababu bila utii ule kwa Mungu ilikuwa hakuna ubatizo wala hakuna wokovu wowote ambao sisi tungeupata. Kwa kiasi hiki ambacho Yesu aliamua kujitoa kwa utii wake, basi kapelekea hata sisi wokovu wetu kukamilika. Kwa hiyo ile haki ya Mungu iliyotimilika baada ya Yesu kwenda kubatizwa, ndipo mambo mengine yakaendelea. Kwa hiyo tumshukuru sana huyu Yesu kwa sababu ya kujitoa hata kubatizwa pale. Lakini sababu nyingine ya pili, alitaka kujitambulisha na wanadamu wenye dhambi. Ingawa Yesu hakuwa ni mwenye dhambi, kwa sababu tunajua kila aliye mchafu inampasa aoge ili awe kuwa safi. Lakini Yesu alijiambatanisha na wale watu ambao walikuwa ni waovu. Alijiambatanisha na wale watu ambao walikuwa ni wanyang'anyi. Alibeba madhaifu yao, akachukua uovu wao. Kwenye kubeba madhaifu na uovu wao, akaona ni bora kuanza na nini? Na ubatizo. Kwa hivyo ubatizo wake ulikuwa ni kuonyesha utambulisho, kujitambulisha na yeye kwa hawa wanadamu kwamba inapaswa kubatizwa. Kwa sababu kama atabeba madhaifu yetu, kama atachukua udhaifu wetu na maovu yetu, lengo kuu ilikuwa ni kwanza abatizwe ili kusogea mbele kwa hatua ya kwamba amebeba maumivu yetu, amebeba changamoto zetu, amebeba udhaifu wetu, amebeba maovu yetu. Soma katika ile Isaya 53 ule mstari wa 4 na wa 5. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa lengo hilo tu, maovu yetu sisi yalichukuliwa na yeye. Kubatizwa kwake kulikuwa ni mfano dhahiri wa kuthibitisha kwamba ameungana na sisi katika changamoto zetu. Zile changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia, yeye amezichukua na kuziweka pale msalabani. Sababu nyingine, kuthibitisha na kuidhinisha ile huduma ya Yohane Mbatizaji. Wote tulikuwa tunajua kabisa kwamba Yohane Mbatizaji alitangulizwa na Mungu kwa kuzaliwa na Elizabeti, ili kwamba aje kuwa mtangulizi wa Yesu Kristo kumtengenezea njia. Kwa hivyo basi ubatizo wa Yesu ulikuwa ni kuthibitisha kile ambacho Yohane alikifanya. Yohane Mbatizaji alikataliwa na watu kulingana na ule ubatizo wake aliokuwa akiufanya. Kwa hivyo basi, kwa namna ambayo Yesu aliifanya kubatizwa na Yohane Mbatizaji, aliidhinisha kwamba wote tunapaswa kubatizwa kama alivyobatizwa yeye, na wengine wanapaswa kubatizwa, na kwamba huduma ya huyu Yohane Mbatizaji basi ilikuwa ni ya kutoka kwa Mungu. Tusome katika ile Yohana 1 mstari wa 31 na ule wa 34. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Mstari wa 34 unasema, nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Yohane Mbatizaji anathibitisha na kusema yeye ameona ya kuwa huyu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima apitie katika ule ubatizo ili adhihirishe huduma ya Yohane Mbatizaji kwamba Yohane ametumwa na Mungu.
na yeye kubatizwa pale basi ni kuonyesha dhahiri kwamba yeye ni nani na amejitambulisha kwa nani. Kwa hiyo Yohane Mbatizaji pia kwa maneno yake yale alionyesha dhahiri kuwa huyu ni mtoto wa Mungu aliyeletwa katika huu ulimwengu kwa ajili ya kusudi moja la kutukomboa. Ni kuweka mfano wa unyenyekevu na utiifu kwa waumini. Inawezekana kabisa wewe hapo ukakosa unyenyekevu, inawezekana, lakini Yesu alikuwa mnyenyekevu. Licha ya kuwa ni mtakatifu, licha ya kuacha ule uungu wake na kuja kwetu sisi, kuja kutukomboa, aliacha enzi yake na kiti chake ili kuja tu kwetu, kuja kutukomboa. Kwa sababu hii akaamua kujiona kama mdogo tu kwa ajili ya ukombozi wetu, na kubatizwa kwake kukawa ni mfano dhahiri wa unyenyekevu kwetu sisi, na kutuonyesha kama wafuasi wake kwamba tunapaswa kuwa wanyenyekevu kila inapoitwa leo. Kwenye maisha ya kawaida tunapaswa kuwa wanyenyekevu. Kwa ndugu zetu tunapaswa kuwa wanyenyekevu. Kwa watoto, wajane, wenye shida mbalimbali. Yote hii ni mifano dhahiri ya kwamba Yesu alikuwa mnyenyekevu, na hivyo anatufundisha na sisi kuwa wanyenyekevu pia. Kwa hiyo kwa ubatizo wake umepelekea kuonyesha kuwa utiifu wake na unyenyekevu wake ulikuwa ni mkubwa kwa Mungu na kwa wanadamu. Alijinyenyekeza ili tu apate kutukomboa. Mathayo 28 ule mstari wa 19 anaposema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa amri hii alitupa zaidi na sisi kuendelea kubatiza. Ndio maana kila mzaliwa anayezaliwa katika huu ulimwengu anapaswa kubatizwa. Amri hii ilitolewa na Yesu mwenyewe pale alipokuwa akipaa mbinguni. Ubatizo wake ulionekana kuwa ni unyenyekevu mkubwa, na hivyo akatufundisha na sisi kupita katika hiyo njia ya kutubu ili kustahirishwa. Sababu ya yeye kubatizwa ilikuwa kujifunua na kuanza rasmi huduma yake, kuinjilisha, lakini kuinjilisha katika maeneo yote aliyokuwa amepangwa au iliyokuwa imepangwa afundishe, ili injili kaenee sehemu zote duniani. Pale tu alipobatizwa, Roho Mtakatifu akashuka na kudhihirisha nafsi zile tatu za Mungu, yaani Baba, Mwana na yule Roho Mtakatifu. Baba aliyemtuma Roho na yule Mwana aliyetumwa na Baba kuja katika huu ulimwengu ili kuja kutukomboa. Kwa hivyo baada ya ubatizo wake alianza huduma yake kudhihirisha kuwa yeye ni nani katika ulimwengu na amekuja kufanya kitu gani, kwa lengo tu la kuhakikisha wewe na mimi tunakombolewa. Wokovu huu umfikie kila mmoja popote alipo. Biblia inasema katika ile Mathayo 3 mstari wa 16 na ule wa 17, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikafunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Yeye alikuwa ni mwana wa Mungu mpendwa aliyependezwa naye. Wewe leo hii ninakualika, baada ya ubatizo wako, tafakari sana kuhusu ule ubatizo wako. Baada ya kubatizwa wewe uliendelea kufanya nini mpaka hapo ulipo siku hivi ya leo? Tunasema huu mwaka 2026 upo hapo. Niambie umefanya nini? Niambie kuna kitu gani ambacho kinakukwaza, kinakufanya mpaka wewe unashindwa kusonga mbele. Yesu baada ya ubatizo alisonga mbele. Alienda kuinjilisha. Alienda kuinjilisha kwa mataifa yote. Wewe je, utakumbukwa kwa lipi katika uinjilishaji wako?
au ndio kuleta fitina kwa watu wako, au ndio kuleta majivuno, au ni kutokuwa mnyenyekevu kwenye maisha yako? Mungu nakusaidie sana. Hitimisho ni kwamba Yesu hakubatizwa kwa sababu ya toba. Hapana, ila ni kwa sababu ya udhihirisho wa huduma ya Yohane Mbatizaji, kuweka mfano wa unyenyekevu. Lakini zaidi sana, huduma yake ipate kusonga mbele kuanzia pale tu alipobatizwa. Ni mimi Amedeo, Mkatoliki TV. Usisahau kusubscribe kupata video kama hizi nzuri za mafundisho ya imani. Kuna mafungo na mafundisho mbalimbali ya ndoa. Tuendelee kujifunza sote pamoja, iwe sifa na utukufu kwa Mungu. Mungu na akubariki sana.